Wapendwa wana wa Mungu, Mungu ni mwema kila wakati. Hasham, Askofu Mkuu Hasham, Abate mstaafu au Priori, waheshimiwa wakuu wa mashirika wote, mapadre, watawa, seminari na wote wana wa Mungu tuliopo mahali hapa kwa muda huu, karibu tutafakari tafakari fupi kutoka somo lililosomwa. Kutoka tafakari kuu nachukua wazo moja fupi: tuwe wanyenyekevu kama wenzetu walivyokuwa wanyenyekevu. Tuwe wanyenyekevu kama Yesu Kristo mwenyewe alivyokuwa mnyenyekevu. Toka somo letu wa Filipi sura ya pili ya 6:11 tunaona huruka ya Yesu Kristo kwamba aliteswa, akafa kifo kitakatifu. Kwa mwono wa kibinadamu kilikuwa fedhea, utumwa na mawazo mengine yanayofanana na hayo, lakini yeye alijishusha, kajinyenyekea, kawa mtii mpaka kufa msalabani, na baadaye ameanza kukwezwa. Kwanza akapata jina lilokuu kupita majina yote, halafu kila mtu anamkiri kwa kupiga goti au magoti. Somo hili tulilosikia nina sadiki fupi ya kwanza kabisa mwanzo wa Ukristo wetu katika karne hiyo ya kwanza. Tenzi huu mfupi au somo hili linalingana na Injili ya Mathayo sura ya kwanza aya ya 46 hadi 55, wimbo wa Bikira Maria kwenye mabano Magnificat. Wimbo huu unaelezea jinsi matajiri wanavyoshushwa na maskini wanavyokwezwa, sawa kabisa na somo tulilosikia. Tabia hii ya kuwa katika hali ya unyenyekevu ndiyo iliyowakuta wapendwa wana wa Mungu hao masista 4 waliokuja kufanya kazi ya umishonari. Wao walikuwa wageni wa mazingira, wageni wa watu, wakapata mateso mengi, lakini walijishusha, walijinyenyekeza, wakafanya kazi hiyo ya kupanda mbegu ya imani. Mpaka sasa tunaona shirika limestawi, lina wana hawa wengi wa Mtakatifu Scholastica. Wao walijinyenyekeza, wakawa watii, wakalingana na Injili ya Yohane sura ya 12 aya 24 aya ya 26 inayosema, chembe ya ngano ikifa huzaa matunda mengi. Tena Injili inasema anayejitoa maisha yake kwa ajili ya Injili ataishi milele. Tena anayetaka kunitumikia lazima anifuate, na Baba yangu atampenda. Wana hawa tumewatafakari kifupi asubuhi. Nikirudia haraka, tunaye Sister Maria Mectidis Dikoff. Mectidis maana yake ni mvumilivu, mwenye nguvu, lakini mvumilivu naenda na unyenyekevu hapo. Aliyefika tarehe 1 mwezi wa kwanza 1901, kafariki tarehe 25 mwezi wa 10 1954,
amefanya kazi ya utumishi kwa unyenyekevu miaka 53. Tunaye Sister Maria Valeria Kuhlman OSB. Jina Valeria manake mwenye afya njema. Afya njema inawapata zaidi walio wanyenyekevu, wana afya ya roho, wana afya ya mwili. Naye sister huyu alifika tarehe ya kwanza mwezi wa 7 mwaka 1901, kifariki tarehe 9 mwezi wa 2 1902, akiwa na umri wa utumishi wa unyenyekevu wa mwaka mmoja, lakini tukihesabu vizuri ni takriban miezi 9. Ufupi wa muda, urefu wa muda haisemi kitu, cha msingi unyenyekevu. Tunaye Sister Maria Constancia Maya OSB. Constancia maana yake mvumilivu tena au mwenye subira, naendana na unyenyekevu. Na yeye alifika tarehe ya kwanza mwezi wa 7 1901, kafariki tarehe 15 mwezi wa 5 1946, umri wa utumishi mnyenyekevu wa miaka 45. Na wa mwisho namtaja akiwa Sister Maria Magdalena Hessing. Magdalena maana yake yeye ni mwenyeji, na mara nyingi wenyeji wanakuwa wanyenyekevu, wenyeji wa kweli. Au tukipanua maana yake ni mwenyeji wa lulu. Naye alifika tarehe ya kwanza ya mwezi wa 7 1901, kifariki tarehe 18 mwezi wa 8 1954. Amefanya kazi kwa unyenyekevu muda wa miaka 53. Pendwa wana wa Mungu, sisi tunahimizwa kuwa sehemu ya somo hili. Tuwe watu wanyenyekevu. Tuvumilie gharama ya maamuzi tuliyoamua kwa ajili ya utumishi. Sio tuhangaishwe na maamuzi ya utumishi tuliyoamua. Tutumikie kwa upendo, tujitoe sadaka, na mwisho tuzae matunda ya utumishi wetu. Na sio yao matunda tu ya hovyo hovyo, yao matunda matakatifu. Na haya matunda yanapatikana kwa wale wanaokuwa wanyenyekevu wa moyo. Maandiko pia yanatuambia, nyenyekea mbele ya Bwana naye atakuinua wakati ufaao. Sisi watu wa jamii huwa tunasema nyenyekea ule na wakubwa, nyenyekea ule na wakubwa. Sisi watu wa jamii wa mitaani watu tunakuwa na misemo ya mtindo huu hapa, lakini natufundisha katika maisha yetu. Pendo wana wa Mungu, wana hawa 4 walinyenyekea, wakamaliza kazi zao za utumishi kwa unyenyekevu, na Mungu akawaita katika unyenyekevu wao. Na sisi tusikate tamaa, na wala unyenyekevu si gharama, unyenyekevu si utumwa, unyenyekevu si uzubavu, ila unyenyekevu ni baraka, neema na heshima katika maisha yetu. Karibu wana wa Mungu, tuendelee na vesperi, tukiendelea na unyenyekevu wetu, na tuendelee kuishi katika hali ya unyenyekevu. Mungu ni mwema kila wakati, hiyo ndiyo asili yake.